Watu wanasema gereza ni mahali pa kulipia dhambi, lakini kwangu mimi, gereza ni mahali pekee ambapo nimeweza kulala usingizi bila kuota ndoto mbaya. Jina langu ni Lucas, na hii ni siri ambayo nimeikaa nayo kwa muda mrefu. Siri ya jinsi upendo ulivyogeuka kuwa kitanzi cha shingo yangu. Ili mnielewe, inabidi turudi nyuma. Miaka 3 iliyopita, mjomba wangu, Mzee Zito, alikuwa akinimwambia kila siku, Lucas, dunia hii haina huruma. Ili uishi, lazima uwe kama hewa. Usionekane, usisikike, lakini uwe na madhara. Na kweli, nilikuwa hewa. Nilikuwa muuaji ambaye polisi wa Arusha hawakuwahi kumjua. Silaha yangu haikuwa panga wala bastola. Ilikuwa ni sindano ndogo yenye sumu ya potassium ambayo ikikuingia, moyo unasimama kama saa iliyoishiwa beteri. Hakuna damu, hakuna kelele. Daktari yoyote angeandika heart attack. Kazi safi. Nakumbuka ilikuwa ni Jumanne ya mwezi wa 6. Baridi ya Usariva ilikuwa inachoma mpaka kwenye mifupa. Nilikuwa nimepaki pikipiki yangu aina ya Boxer nyeusi maeneo ya Maji ya Chai, nikisubiri giza liingie vizuri nimalize kazi niliyotumwa na mjomba. Kazi ilikuwa rahisi: kumwondoa mfanyabiashara mmoja aliyekuwa anasumbua kwenye soko la madini. Lakini Mungu au shetani, sijui nani alipanga ratiba yangu siku hiyo, mipango ilibadilika. Story ndiyo kwanza inaanza na mambo yanazidi kupamba moto. Ili usipitwe na sehemu inayofuata na kujua hatima ya Lucas, hakikisha umebonyeza subscribe na kuwasha kengele. Usikubali kusimuliwa na watu, kuwa wa kwanza kutazama hapa hapa. Wakati nimesimama kando ya barabara nikijifanya natengeneza pikipiki, niliona gari la polisi likipita kwa kasi kuelekea Tengeru. Moyo haukushtuka, niliuzoea, lakini kilichofuata ndicho kilichonishtua. Niliamua kusogea mbele kidogo, maeneo ya Chuo Kikuu cha Arusha, UoA. Nikaegesha pikipiki yangu chini ya mti, nikajifanya bodaboda anayesubiri abiria ili nipate nafasi ya kumchunguza target wangu aliyekuwa anaishi maeneo ya jirani na chuo. Ghafla, nilihisi harufu ya marashi. Sio yale marashi makali ya bei rahisi, bali harufu laini ya vanila. Nikainua macho. Nilimuona. Alikuwa amevaa gauni jepesi la bluu, ameshikilia vitabu vyake kifuani kana kwamba analinda moyo wake usidondoke. Alikuwa anatembea kwa haraka akitokea geti la chuo. Jina lake nilikuja kulijua baadaye. Irene, mwanafunzi wa Business Administration. Kawaida yangu, mimi si mtu wa kuangalia wanawake. Kwangu mimi, binadamu wote walikuwa ni targets au raia. Lakini siku hiyo, macho yangu yaliganda. Alisogea mpaka kwenye pikipiki yangu, sauti yake ilikuwa nyembamba, yenye mamlaka kidogo, lakini ya kubembeleza. Kaka, samahani, unakwenda Usariva? Nimechelewa sana na daladala zimejaa. Nilipaswa kumkatalia. Nilipaswa kumwambia sibebi abiria. Nilikuwa kazini. Nilikuwa na sindano ya sumu kwenye mfuko wa jacket langu la ngozi. Lakini mdomo wangu ulisaliti ubongo wangu. Nikamjibu, panda. Hakujua amepanda pikipiki na shetani, na mimi sikujua nimebeba malaika atakayenimaliza. Tulipoanza safari, alikaa karibu sana ili kukwepa baridi. Joto la mwili wake lilitapakaa mgongoni mwangu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 18 ya kuishi na mjomba Zito na maiti baridi, nilihisi kitu kinaitwa uhai. Tulipofika Usariva, alishuka na kunipa noti ya 2,000. Asante kaka. Unaitwa nani? Maana bodaboda wa staarabu kama wewe ni adimu, aliniuliza huku akitabasamu. Lucas, nilijibu kifupi. Mimi naitwa Irene, alisema, kisha akaondoka. Nilibaki pale nikimwangalia akipotea kwenye wingi wa watu. Siku hiyo, sikumuua yule mfanyabiashara niliyetumwa kumuua. Nilirudi kwa mjomba Zito nikiwa na uongo mwingi. Nilimwambia target hakutokea. Mjomba aliniangalia kwa jicho kali, jicho ambalo lilijua kuwa Lucas wake ameanza kubadilika. Sikujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa vita. Vita kati ya Lucas muuaji na Lucas anayemtamani Irene. Na kibaya zaidi, sikujua kuwa Irene alikuwa na mpenzi wake, mwanaume ambaye angekuwa chanzo cha mimi kufanya kosa kubwa la kwanza maishani mwangu. Kosa la kuua kwa jivu na sio kwa kazi. Na hapo ndipo nilipojifunza. Sumu baya kuliko zote sio ile iliyo kwenye sindano. Sumu baya kuliko zote ni mapenzi. Kabla sijaweka silaha chini na kuwa mfungwa wa mapenzi,
Nilikuwa nimegeuka kuwa malaika wa kifo wa mjomba Zito. Kila faili alilonipa lilimaanisha mtu mmoja anaenda kaburini. Sikumbuki wote, lakini kuna watatu siwezi kuwasahau. Hawa ndio walionifanya niwe hewa. Kesi ya kwanza ilikuwa ya Juma, mhasibu wa zamani wa mjomba Zito. Kosa lake lilikuwa kuiba milioni 50 na kutishia kwenda polisi. Mjomba aliniambia, Lucas, usaliti ni ugonjwa unaoambukiza, lazima tutibu. Nilimfuatilia Juma kwa wiki 2. Alipenda sana kukaa baa ya 5 star wa eneo ya Njiro, akilewa na kuonga wanawake pesa za mjomba. Siku ya tukio, nilivaa kama waiter. Nilimpelekea bili yake ikiwa imewekwa juu ya sahani. Wakati anainama kuangalia bili, nilijifanya nimejikwaa na kumwagia bia. Wakati namfuta na kitambaa kwa haraka, sindano yangu ilipita kwenye shingo yake haraka kuliko umeme. Juma alidhani amelewa sana. Alianguka chini na watu walimbeba kumpeleka nje wakidhani amezimia kwa pombe. Alifia kwenye taksi kabla hajafika hospitali. Somo nilojifunza hapo ni kwamba pombe na kifo ni marafiki wa karibu. Kesi ya pili ilikuwa ngumu kidogo. Target alikuwa mheshimiwa mmoja, afisa wa serikali aliyekuwa anazuia kontena la mjomba Zito bandarini. Alikuwa anakaa VIP room katika hoteli ya Kibo Palace na mlangoni kulikuwa na walinzi 2. Nilijua ana udhaifu mmoja, pumu. Niliingia hotelini kama fundi wa AC. Nilifanikiwa kuingia chumbani kwake wakati hayupo, nikavunja sindano yangu na kumimina sumu ile kiovi kwenye inhela yake ya pumu. Nilipotoka, nilikaa mapokezi nikasubiri. Ilipofika saa 4 usiku, niliona gari la wagonjwa likifika kwa kasi. Mheshimiwa alipata shambulio la pumu na alipojaribu kujipulizia dawa ili apate nafuu, ndipo alipojimaliza mwenyewe. Silaha bora ni ile ambayo adui anaitumia kujitibu. Lakini kesi ya tatu, hii ndiyo ilianza kunibadilisha. Target alikuwa mzee Mushi, mmiliki wa majumba maeneo ya Sakina. Mjomba alitaka kiwanja chake cha biashara, lakini mzee aligoma kuuza. Mjomba aliniambia, uongo. Alisema mzee huyu anadhulumu wajane na anauza madawa ya kulevya kwa watoto. Nilimvamia nyumbani kwake Sakina wakati umeme umekatika, akiwa anawasha generator. Sikutumia sindano mara moja. Nilimtishia ili akiri makosa yake. Mzee yule aliniangalia kwa macho ya ujasiri na kusema, kijana, unatumika vibaya. Huyo bosi wako ni ibilisi. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya, au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi, nami nitapita kukujibu, kisha tuendelee na story. Sikutumia sindano mara moja. Nilimtishia ili akiri makosa yake. Mzee yule aliniangalia kwa macho ya ujasiri na kusema, kijana, unatumika vibaya. Huyo bosi wako ni ibilisi. Sikutaka kumsikiliza. Nilimchoma sindano. Alipokufa, nilipokuwa napekua nyumba yake kutafuta zile dawa za kulevya ambazo mjomba alisema anazo, sikukuta dawa. Nilikuta Biblia na picha za wajukuu zake. Hayo ndiyo maisha niliyoishi. Juma, mheshimiwa, mzee Mushi na wengine wengi ambao sura zao zinanijia usingizini. Nilikuwa mashine, nilikuwa silaha ya mjomba Zito. Lakini kumbukumbu hizi ndizo zilinifanya nimuone Irene kama mwanga gizani na kunifanya nikatae kumuua ule tajiri wa Moshi, mzee Temba, uamuzi ulioanzisha vita yangu na mjomba. Uongo una tabia moja mbaya. Unahitaji uongo mwingine ili kuulinda ule wa kwanza. Niliporudi nyumbani kwa mjomba Zito usiku ule, nilijua nimefanya kosa la kiufundi. Sikumuua yule mfanyabiashara na nilimdanganya mjomba kuwa sikupata nafasi. Lakini kesho yake mambo yalizidi kuharibika. Jua la utosi lilipokuwa linawaka, nilirudi tena chuo kikuu cha Arusha. UoA. Sikuenda kutafuta Abileya, nilienda kumtafuta yeye. Saa 8 mchana, Irene alitoka getini. Moyo wangu uliruka kwa furaha, lakini furaha hiyo ilizimika ghafla. Safari hii hakuwa peke yake. Mbele yake kulikuwa na gari aina ya Toyota Crown nyeusi, na mlangoni alisimama mwanaume mmoja mrefu aliyevaa suti iliyofunguka kifungo cha juu. Jina lake ni Fred.
Nilishuhudia Fred akimshika mkono Irene kwa nguvu. Irene alikuwa anajaribu kujinasua huku akilia, lakini Fred alimfokea na kumsukumia ndani ya gari kwa hasira. Kisha gari liliondoka kwa kasi kuelekea barabara ya Usa River. Mimi ni muuaji niliyezoea kuua kwa oda bila hisia, lakini kumwona mwanaume mwingine akimtesa binti yule kuliamsha shetani ndani yangu. Niliwasha pikipiki na kuanza kuwafukuza kwa mbali. Wakati naendelea kuwafuata, huko nyumbani Ngongonagare, mjomba Zito alikuwa anaanza kuhisi kitu. Alishika simu yake na kuongea na watu wake, akihoji kwa nini Lucas haonekani eneo la tukio na kwa nini yule mfanyabiashara bado yuko hai. Mjomba alikata simu huku akiitazama picha yangu ukutani kwa jicho la mashaka, akigundua kuwa Lucas wake anaanza kubadilika. Bila kujua hatari hiyo, mimi nilikuwa bado niko barabarani. Fred aliingiza gari kwenye mgahawa mmoja maarufu Usa River. Nilipaki mbali na kuchungulia. Walikaa meza ya nje na Fred alikuwa anaendelea kumnyoshea kidole Irene usoni. Hapo ndipo nilipofanya maamuzi. Nilitoa simu na kumpigia mjomba ili kumlinda Irene. Nilimdanganya tena. Nilimwambia, "Mjomba, bado namsubiri target. Leo lazima amalizike." Mjomba aliniambia kwa sauti ya kinafiki, "Vizuri Lucas, kuwa makini. Makosa yana gharama." Nilipokata simu, nilijua huo ulikuwa uongo mzito kuliko wa kwanza. Sikumfuata mfanyabiashara. Niliamua kubaki Usa River, kumsubiri Fred alewe nimalizane naye.